Karibu ndugu mpendwa katika channel yako hii ya maendeleo binafsi, ambao tunatoa elimu inayolenga kumsaidia mtu kuweza kulijua kusudi lake, kuweza kujua uwezo ambao umo ndani yake, pamoja na kumpatia mbinu mbalimbali za kumsaidia kufanikisha malengo, maono, ndoto alizonazo katika maisha yake. Na zaidi channel hapa maalum kwa ajili ya kumsaidia mtu kuimarika kiakili, kihisia, hata pia kiroho. Kwa hiyo kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, basi unaweza kusubscribe, ndipo tuweze kuanza, maana tunakuwa bora zaidi ya jana. Na unapo subscribe inasaidia tunapotoa video unakuwa wa kwanza kupokea taarifa ya notification. Kuwa na mwanzo hadi mwisho. Jina ni Mungu Kalaba. Leo tunaenda angalia faida 5 muhimu za kujiamini, yaani faida za mtu kujiamini na kujikubali. Faida ya kwanza, unakuwa mtu mwenye ufanisi mkubwa, yaani unakuwa mtu mwenye ufanisi wa hali ya juu sana. Ukiwa kwenye sehemu ya kazi zako, maeneo yako, siji nyumbani, unakuwa mtu mwenye ufanisi mkubwa, na unakuwa mtu ambaye mwenye misimamo mikali, hasa pale pindi panapotokea jambo la kuchukua maamuzi haraka. Unakuwa mtu ambaye unachukua maamuzi na misimamo sahihi kila wakati. Faida ya kwanza ya kujiamini. Faida ya pili ya kuwa mtu wa kujiamini, kupunguza hofu pamoja na wasiwasi kila mara. Unapokuwa mtu ambaye unajiamini na kujikubali, mara nyingi haukuwi na wasiwasi ama hukui na hofu. Mara nyingi unaweza kupelekwa hata mbele ya watu maelfu, lakini unakuwa na ujasiri wa kusimama na kuwahutubia mbele za watu bila wasiwasi ama bila hofu yoyote ile ama bila shaka yoyote ile. Na katika hiyo faida ya kuwa mtu ya kutokuwa mtu wa wasiwasi, inakusaidia unapokutana na watu, inakusaidia sana kutokuwa mtu wa mihemko. Yeah. Faida ya 3, kuimarisha mahusiano yako na watu wengine. Kwa kuwa unapokuwa mtu wa kujiamini na kujikubali, hata unapokutana na watu walio wengi sana wanaamini, hata kama ndio mara kwa kwanza kukuona. Namna vile umejitokeza kujiamini na kujikubali kwako, inawarahisishia sana watu wengine kukuamini na kukubali haraka iwezekanavyo. Kwa mfano, umepanga kutoa semina sehemu fulani, lakini hiyo semina unapotokea tu na mwitikio wao kukuitikia itatokana na vile wewe jinsi ulivyoanza kuingia na ukaanza kuhutubia ama kusema mbele za watu, inakusaidia sana katika eneo hili. Na katika kuimarisha mahusiano na watu, unakuwa mtu ambaye kila mara watu wanakutaka, yaani unakuwa mtu ambaye unahitajika sana tena sana. Faida ya 4 na muhimu sana, kuboresha mtazamo wa maisha. Yaani unakuwa mtu ambaye mwenye mtazamo chanya kila mara na wala sio hasi. Yaani unakuwa mtu ambaye kuna mtazamo chanya kila mara. Ikitokea biashara sijui imefilisika, hutakuwa wa kwanza kuanza kulalamika, bali utakuwa wa kwanza kutaka kutafuta suluhisho. Utaanza kufikiria namna gani utaanza kuwaza biashara kusudi ifilisiki ama kusudi dondoke hivi. Ni njia zipi ambazo tulizitumia ambazo hazikuendana vizuri na hii kazi. Lakini kikuta mtu ambaye hajiamini na kujikubali, wakati biashara feli ama inafilisika, anakuwa mtu mwenye malalamiko mingi sana, mlalamishi sana, tofauti na mtu ambaye anajikubali na kujiamini. Kwa hiyo kama ulikuwa hujajua faida za kujiamini, basi kuanzia leo hii ndugu mpendwa, anza kujiamini na kujikubali kila mara na utangalia faida zake. Faida ya 5 na ya mwisho ya kujiamini na kujikubali, mara nyingi hupunguza kujilinganisha na watu wengine. Unapokuwa mtu ambaye unajiamini na kujikubali, kwa kweli masuala kujilinganisha hayo yanakuwa na aibu ndani yako. Na kumbuke, kujilinganisha na watu wengine inatokana na kuto kujiamini na kuto kujikubali jinsi vile ulivyo.
Sasa unapokuwa mtu wa kujikubali na kujiamini, maswala ya kujilinganisha na watu wengine unakuwa na ufanye, maana wewe unaishi maisha ya kwako binafsi. Unakuwa mtu ambaye unaishi maisha halisi, haufeki maisha. Asante kwa kunisikiliza. Jina ni Mungu Kalabala. Kumbuka ndoto yako inawezekana.